Kitakachofuata ni leo ni Ijumaa, na kila inapofika Ijumaa, unajua ni makala gani bwana? Fungua kitabu. Si ndivyo? Mimi naipenda sana makala hii kwa sababu ni mdau mkubwa wa kusoma vitabu. Mimi nikishika kitabu mpaka malize, kukishusha ni mtihani. Wanasema kwamba addiction kwa Kiswahili ni nini? Uraibu. Mimi na uraibu wa kusoma kitabu. Aise, uko vizuri. Sawa. Hongera sana naibu mwenyekiti. Yaani mimi napenda sana kusoma kitabu. Kwa hiyo ni makala ambayo yani siku kama hii huwa nakaa na sawa, basi twende tukapate makala ya leo. Naitwa Eric Aristide, ni mwandishi wa vitabu. Mpaka sasa nimefanikiwa kuandika vitabu vitatu. Kuna kitabu kinaitwa Nguvu ya Maombi, Nguvu ya Kijana, lakini pia kuna kitabu kinaitwa Usikatishwe Tamaa. Lakini leo tupata na kitabu ambacho tutakiangalia siku ya leo kinaitwa Nguvu ya Kijana Mwenye Maono. Nguvu ya Kijana Mwenye Maono ni kitabu ambacho kinazungumza na vijana kwa habari ya kuwa na maono, kwa sababu katika wakati ambao ni mzuri kutengeneza maono ni wakati wa ujana. Kwa hiyo kijana anatakiwa awe na maono. Kwa hiyo kinazungumza changamoto 11 ambazo zinamkabili kijana na namna ya kuzitatua. Maono ni picha fulani ambayo anaweza kawa nayo mtu ya kule ambako anatarajia kufika. Na hiyo picha inaweza ikawa katika hali ya kutaka kufanikiwa, kutamani kutimiza kitu fulani. Mfano labda anawezekana akawa na maono ya kufanya biashara kabla hajaanza kufanya, lakini unakuta ndani yake kuna picha kwamba hii biashara anayofanya natamani siku ifike katika level hizi au ifike katika hatua hizi. Au mwingine anaweza kawa na maono labda ya kuwa mtumishi wa Mungu au kuwa mchezaji wa mpira, kadiri ya kila mtu ambavyo anasikia kitu ndani yake. Lengo kuu ni kuweza kuwasaidia kuweza kutatua changamoto, kwa sababu wengi wanakuwa na maono, lakini katika kuyatimiza maono yao ziko changamoto ambazo wanakutana nazo. Sasa zile changamoto nyingi sana zimewafirisha vijana wengi wasifikie kwenye maono. Kwa sababu inawezekana mtu akawa na maono, lakini katika kutekeleza yale maono anakutana na changamoto, anarudi nyuma, anaacha. Jalada la kitabu kwanza lina rangi ya goldi, lakini pia lina rangi kama ya weusi, lakini kwa mbali sana. Niliamua kutumia rangi ya goldi kwa sababu ni rangi ya dhahabu. Ni rangi ambayo ina aksi kwamba ni thamani. Mfano kusema kwenye madini, dhahabu tunafahamu ni kitu cha thamani sana. Kwa hiyo lakini pia mbali na hapo nimeweka hapa kwenye kitabu kuna picha ya mtu. Ni mtu ambaye amekaa anaponda kokoto, lakini kichwani mwake kuna kitu anafikiria. Yaani anaponda kokoto lakini haishi kwenye kuponda kokoto. Yaani kokoto ni njia yeye kufika kwenye yale ambayo ametarajia kufika. Lakini jina la kitabu niliandika kwamba ni Nguvu ya Kijana Mwenye Maono. Maana yake kijana ana nguvu, na zile nguvu sio tu kwa ajili ya kufanya vitu vingine, ni kwa ajili ya kutekeleza yale maono ambayo yako ndani yake. Usiogope ukali wa ng'ombe. Kama unataka maziwa, ukiruhusu ukali wa ng'ombe ukutishe, hautafanikiwa kuyapata maziwa. Lakini pia nikatumia msemo mwingine ambao unasema usiogope ukali wa nyuki. Kama unataka asali, lazima usiogope ukali wa nyuki kutishe. Kwa hiyo ukiogopa ukali wa nyuki hautapata asali. Kwa maana ya kwamba kuna maono mengine inawezekana ukawa nayo ni makubwa sana ambao unatamani uyatimize. Sasa ukiogopa kuyaendea hauwezi ukafanikiwa. Ukiogopa vipingamizi hauwezi ukafanikiwa. Kwa hiyo kama tu mtu anaenda kukamua ng'ombe, kama ng'ombe anarusha mateke, sio garantia kwamba mtu asikamue maziwa. Atatafuta alternative au njia yoyote amfunge miguu ili atimize lile kusudi. Kitabu hiki kinaweza kuwa kina manufaa kwa kijana. Kwanza kitamsaidia kujua changamoto ambazo anapokuwa na maono sasa, anapoyaendea maono. Kuna changamoto huku, kuna changamoto kutoka kwa wazazi, kuna changamoto kutoka kwa marafiki, kuna changamoto kutoka kwa waajiri, kuna changamoto kutoka kwa watumishi wa Mungu. Sasa hiki kitabu kitamsaidia jinsi gani sasa ya kuweza kushinda hizo changamoto, ili tu aweze kufika pale ambapo yeye anajisikia kufika au amekusudiwa kufika.
Sawa, shukrani sana kwa makala hiyo ya Fungua Kitabu. Bila shaka umepata elimu ya kutosha. Kubwa zaidi ilikuwa ikihusu nguvu ya kijana mwenye maono. Sawa, ni muhimu sana kusoma vitabu kwa sababu wakati mwingine nakufanya pia kukutana na watu ambao wameandika kwa maandishi yao, ukiacha ile ya kukutana vijana wanasema live au mubashara au moja kwa moja.